Unajua, katika sehemu ya 9 tuliishia pale ambapo tulikuwa tunajiuliza nini hasa ambacho kinamtetemesha rais kiasi cha kumfanya mwagikwe na jasho kweli kweli. Sasa pia kwa upande wa pili tukawa tunajiuliza, je, ni maamuzi gani ambayo kijana Rani atayafanya kuhusiana na nani afanye naye kazi? Nikakwambia mtu wangu usikose kufuatilia kisa hiki cha huu mzigo wa Ice Will Kill Me chapter 5 kwenye sehemu ya 10. Na hatimaye hii hapa sehemu ya 10. Tuwe tukajue kwa nini rais alionekana kutetemeka, hofu ilimtanda kweli kweli. Mwili mzima jasho linamtoka vibaya mno. Anko, naitwa Anko J, karibu sana mtu wangu, na huu mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa. Hii ni Anko J Simulizi, na kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kulipa support yako kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza kialama cha kengele. Ukifanya hivyo, utakuwa ni mtu wa kwanza kupata kazi zangu pindi ninapoziachia. Karibu katika hii sehemu ya 10 ya huu mzigo chapter 5 wa Ice Will Kill Me. Karibu. Sasa jamani, usalama wa nchi yetu umekuwa ni wa kulegalega sana. Ghafla simu ya Mheshimiwa Rais ikapiga mlio wa meseji zipatazo 10 zilizoingia mfululizo na kumfanya itoe mfukoni mwake kwenye koti la suti. Akafungua simu hiyo, macho yalimtoka huku mapigo ya moyo yakianza kumwenda kasi, jambo lilopelekea wakuu hao wa vyombo vya ulinzi wamtazame rais kwa mshangao, kwani alikuwa ameanza kutetemeka mikono, huku usoni akianza kutiririkwa na jasho jingi mno. Ndani ya ofisi hiyo kulikuwa kuna kiyoyozi kikali, lakini jasho lilimwelemea. Alikuwa anatetemeka vibaya mno. Hali si hali, mambo yalikuwa si mambo mtu wangu. Nakuja. Mheshimiwa Rais alizungumza kwa kigugumizi huku akijikaza kusimama, na kisha akatoka ndani hapo na kumfanya Monica naye asimame, na akamfuata kwa nyuma hadi akaingia ofisini kwake. Baby, nini shida? Monica aliuliza huku naye akiwa amejawa na wasiwasi mwingi mno, kwani akili yake yote ilikuwa inahisi kwamba video yao ya ngono ambayo Ryan alikuwa ameshikilia huenda tayari imeshavuja. Akaunti zangu. Mungu wangu. Akaunti zangu zimefanyaje? Wamechukua na pesa yote. Pesa yangu yote wamechukua. Rais alizungumza masikini ya Mungu huku machozi yakimlengalenga. Alimkabidhi pale Monica simu, na kisha akaona message kutoka benki mbalimbali zikimtaarifu pesa mbalimbali zilizokuwa zimetolewa katika akaunti zao. Msikilizaji, hali iliyomkuta Mheshimiwa Rais ndio hali ambayo ilipitia pia kwa makamu wa rais. Akaunti zake zaidi ya 18 zilikuwa zimesafishwa mamilioni ya dola za Kimarekani. Mwili mzima ulimwishia nguvu, kwani hata zile akaunti za siri nazo pia zilikuwa zimesombwa pesa zote. Mama samani, kuna mkutano huku kwa mkuu, hupaswi kuweza kuingia. Hivi wewe kijana, hii suti yako hii utaipoteza. Mke wa makamu wa rais alizungumza huku akiwa amevimba kweli kweli kwa hasira. Mlinzi wa makamu wa rais hakuwa na namna zaidi ya kuweza kumwacha mwanamama huyo. Aliingia ndani ya ofisi ya mumewe. Makamu wa rais aliminya pale kitufe cha kukata simu hiyo iliyokuwa imemuunganisha katika kikao hiko cha dharura. Yaani umeona kuninyanyasa haitoshi, sasa umeamua kuniondolea pesa zangu zote kwenye akaunti zangu, si ndio? Mama Flora, hebu niache kwanza. Na kuomba uniache Mama Flora. Ni kuache nini mwanaume mshenzi wewe? Umeona pesa zako hazitoshi, si ndio? Makamu wa rais alipiga meza kwa nguvu na hasira kali mpaka mke wake alishtuka. Makamu wa rais akanyanyua pale macho yake yalikuwa yamejawa na hasira huku akimtazama mke wake. Alimnyoshia kidole mke wake. Akatamani kuweza kuzungumza kitu ila alishindwa. Kila neno lililokuwa linamjia mdomoni mwake lilikuwa linashindwa kabisa kumtoka. Mama Flora akashangaa kumwona mume wake akibubujikwa na machozi. Simu ya makamu wa rais ilianza kuita. Akaitazama kwa muda, ilikuwa ni simu ya Flora. Ilibidi aipokea na kisha akaiweka loudspeaker. Baba, mbona sielewi? Nimefika China tayari. Najaribu kutoa pesa, naambiwa sina account kwenye account sina hela. Flora alizungumza huku akiwa amechanganyikiwa. Wamechukua pesa zote mwanangu. Makamu wa rais alizungumza huku machozi yakimwagika. Kina nani baba? Scorpion wametulifilisi mwanangu.
Makamu wa rais aliungua kilio, kwani jeuri yote waliokuwa nayo walikuwa wanajua kabisa wao wana mapesa mengi kwenye akaunti zao, na hakuna kiongozi yote wa serikali ambaye atakuwa na uwezo wa kuwahoji au kuuliza. Hapo ndipo mke wa makamu wa rais taratibu alikaa kwenye kiti mara baada ya kusikia kesi hiyo. Baba, imekuwaje kwani? Sijui mwanangu, sijui mimi. Sasa tunafanyaje sisi? Makamu wa rais alizidi kulia kama vile mtoto mdogo. Zitarudi tu baba, usijali, na kuhakikishia zitarudi. Flora alizungumza kwa kujiamini na kisha kakata hiyo simu. Flora alionekana kuita taksi kwa ishara na kisha akasimama mbele ya hiyo taksi. Akaingia ndani ya taksi hiyo na kisha kaondoka uwanjani hapo, huku macho yakiwa yametawaliwa na wekundu wa hasira. Akamtajia dereva eneo analokwenda na dereva kamhakikishia kwamba anapajua. Ujumbe ukaingia katika simu ya dereva taksi. Akausoma, akamchunguza kwa umakini Flora aliyekuwa amekaa siti ya nyuma, huku akionekana amegubikwa na hasira. Akaminya moja ya kitufe katika usukani wake. Akaifunga milango ya siti ya nyuma ya abiria na kisha akafunga kioo cha katikati kilichokuwa kinamtenganisha yeye pamoja na abiria wa nyuma. Flora ilibidi aulize, mbona unakonipeleka sio huko? Flora alizungumza kwa hasira, ila dereva hakujibu kitu. Flora aligonga kioo hiko kwa nguvu, ila dereva hakugeuza shingo yake zaidi tu kuendelea kuendesha gari hilo kufuata maagizo alikuwa ameyapata kutoka kwa wakuu wake. Flora maskini ya Mungu alijaribu kupiga simu, ila kwa bahati mbaya dereva huyo alikuwa amewasha kifaa cha kukata mawasiliano katika eneo alilokuwa amekaa Flora na kumfanya shindwa kabisa kuona cha kufanya, kwani hata milango ya gari hilo anapojaribu kuifungua kwa ndani ilikuwa inashindikana. Dereva aliminya kitufe kingine na kusababisha gesi kuanza kuingia eneo hilo alilokuwa amekaa Flora, na taratibu gesi hiyo ilimlaza Flora fofofo na sijui ni wapi anapoelekea. Hey, Rani, njoo uone, njoo. Naam, upande wa pili Naima alionekana kuzungumza huku akiwa amekaa kwenye moja ya kiti mezani akipata pale kikombe cha kahawa na laptop yake ilikuwa iko wazi. Rani ilibidi aulize kuna nini? Akaunti za makamu wa rais ya mwenyewe na wanafamilia zao zote zimepokutishwa pesa. Almost, yani kwa wote ni pesa nyingi zimeweza kuondoka. Na hizo zimetolewa katika akaunti mbalimbali. Naima, wewe umejuaje? Rani, huwa ninafuatilia mienendo ya watu unajua watu wa IT wa makao makuu ya Scorpion. Huwa ninafuatilia mienendo ya watu wa IT wa makao makuu ya Scorpion na nimeweza kuligundua hilo. Kwa hiyo Naima anataka kuniambia kwamba wameamua kuwasaliti mazima? Ndio manake. Ila Rani, nikuibie siri. Niambie. Naweza kuzirudisha hizo pesa kwenye akaunti zao, na hao pia Scorpion kuwapiga hiyo pesa. Naima, usiniambie kwamba hiyo pesa unaweza kuichomoa. Ushawahi kusikia mwizi ameiba na ameibiwa? Ila kwa pesa hiyo sijawahi kusikia. Sasa subiria nikuonyeshe kwamba watu tupo kwenye dunia ya kwetu tunayoishi. Subiri. Kweli Naima alizungumza huku akiendelea kuminyaminya pale button za laptop yake, na kitu anachokiandika katika laptop hiyo Rani hakuweza kuelewa, kwani vilikuwa ni vinamba vingi, zilikuwa ni kodi nyingi. Na kisha Naima akamuita Ryan kwamba njoo sogea. Kweli Naima alizungumza hivyo huku akiwa ameyatumbua macho yake kwenye laptop yake. Alishusha pale tabasamu pana mara baada ya kuona asilimia za kujamishia pesa hizo zikianza kusoma kwenye kompyuta yake. Ndio hivyo Ryan, kudadeki. Yaani umaskini tumeuaga, na tunaweza kwenda popote pale kwenye hii dunia na tukafanya chochote kile duniani. Hakuna mjinga wala mpuzi yote anayeweza kutushika. Naima alizungumza huku akitazama asilimia hizo jinsi zinavyokwenda taratibu. Sasa mbona zinakwenda mdogo? Wewe tulizana wewe. Yaani hapo ninazinyonya bila wao kuweza kujua. Na walivyokuwa wapuuzi wameziweka katika akaunti moja. Usitaki kuniambia kwamba sasa hivi makamu wa rais na mwenzie mambo ni bulbul. Huko rais wanalia
Na hii pesa bro ni nyingi. Na walivyokuwa wapumbavu, wameweka pesa nyingi katika mfumo wa kidijitali. Yaani ukitaka usibiwe, weka pesa yako kwenye mifumo hiyo miwili. Mifumo ya kawaida, yaani unayaona mabunda yako, yaani cash, umeyapanga humo ndani, ama weka katika mfumo wa gold kama wanavyofanya matajiri wakubwa. Sasa wao wamekwenda kuweka mifumo hii kwa njia za kidijitali, yaani bank. Sasa hapo ndo wamefilisiwa sasa. Kwani huu mchezo uwezi kuupiga kwa ghost tukamtaifisha hela zake? Yule babako ni mjanja sana. Kwa nini? Pesa hajaweka katika mfumo huu. Na hata aliyoiweka pia kwenye mfumo wa kidijitali haizidi dola milioni 1. Aise, babako ile analijua kwamba siku mtu unaweza ukalizwa kama yeleo kumba hawa wajinga hao. Wanaona 60%. Rani alizungumza huku akivuta kiti na akakaa, huku akiendelea kuhesabu asilimia hizo za pesa jinsi zinavyokwenda taratibu. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumuona mwanadada Nadia. Alikuwa anawasifia vijana wake pale kwa kuambia, jamani, mmefanya kazi nzuri sana vijana. Nadia aliwaambia vijana wa mama yake kwa njia ya video call, vijana waliokuwa wamefanikisha zoezi la kupukutisha pesa kwenye akaunti zote za siri ya Mheshimiwa Rais pamoja na makamu wake na familia zao. Naamini sasa hivi huko aliko atakuwa anajutia kwa upuuzi wao waliokuwa wanaozungumza kwenye simu. Mwanamama Katha alizungumza huku akiwa anamtazama binti yake Nadia. Ndiyo mama. Alafu mama, unaonaje tukawatumia zile sauti zao ili wajue kwamba tunajua wanachokipanga? Hiyo imekaa pia vizuri mwanangu. Unajua wewe sasa hivi ndio unakwenda kurithi hii mikoba yangu. Akili yangu sasa hivi inahitaji kula maisha pasipo kufikiria shida zozote za dunia. Wewe waadabishe, kwa maana mtu ambaye walimlenga na ambaye yupo karibu na wao ni wewe. Okay, sawa mama. Basi acha vijana watume audio hizo kwao ili sasa vichwa vyao viweze kuchangamka vizuri. Alafu yule binti wa makamu wa rais, naisa na kiherehere sana. Nataka afundishwe adabu kidogo. Kwani kafanyaje? Na kutumia audio yake usikilize. Na pia alivyokuwa mjinga, amebadilisha sura akasahau kubadilisha sauti. Akasahau hata kubadilisha namba ya mawasiliano. Kwa sasa anapelekwa kwenye moja ya kisiwa nchini China. Na naamini hapo atafunzwa adabu vizuri kabisa ili asiingilie mambo ambayo baba zao wenyewe wanalia. Alafu kweli mama, na nimepokea ujumbe hapa ya kwamba mmoja wa vijana wetu ambaye alikuwa anamlinda rais ameuawa kwa sumu. Nadia alizungumza huku akisoma ujumbe huo ulioambatana na picha za kijana huyo ambaye alikuwa ni mlinzi wa rais na ndiye aliyowapatia taarifa za watu waliokuwa wamepangwa kumuua Ghost. Unahisi ameuawa na nani? Vijana wanamshikiria mshauri wa binafsi wa rais. Alikuwa katika kuyayusha mwili wa maiti kwa kutumia asidi. Shenzi zao. Nadia, hebu hakikisha anafikishwa mikononi mwako. Huu ni ushahidi mwingi tosha kuadabisha hao pose. Wala hakuna haja kumfikisha, kwa maana ya kwamba unajua amenitumia video hapa akikiri kwamba rais amemua kwa sumu. Hebu nitumie hiyo video. Nimeshaituma. Hebu yani hili jambo lishughulikie. Lishughulika nalo alafu mimi utaniambia. Sawa mama. Nadia alikata simu na kisha alitazama video iliyokuwa imetumiwa na mmoja wa vijana wao wa Scorpion wanaomlinda rais, ambao hawakupendezwa kwa kitendo cha mwenzao kuuawa. Rosie, mtumie rais hiyo video na audio, na hiyo audio mtumie makamu wa rais. Sawa mkuu. Kuna video nyingine hii hapa imetumwa na mama. Nadia alifungua video hiyo kimuonyesha Flora akiwa amefungwa kwenye moja ya kiti, huku daktari aliyokuwa amefunika uso wake akiyayusha ngozi ya bandia aliyokuwa amepachikwa mwilini binti huyu Flora. Flora muda huo akiwa katika hali ya usingizi mzito wa kuto kujitambua nini kinachoendelea katika mwili wake. Hebu ongeza hili bomu kwa makamu wa rais. Naamini wataipata fresh leo.
Nadia alizungumza kwa furaha, kwani anaamini amewashika pabaya rais pamoja na makamu wake walioamua kukurupuka kuzungumza walichokizungumza katika simu zao. Naam, msikilizaji, jumbe mbili zilizoingia katika simu ya rais zilimfanya afungue pale haraka haraka. Alipatwa na kigugumizi huku akimtazama Monica usoni mwake. Nini? Monica aliuliza, na hii ni mara baada ya kumwona mheshimiwa rais amepigwa pale na butwa. Monica alichukua simu ya mheshimiwa rais, akatazama jumbe hizo, akaanza kuifungua video. Na wakamwona pale mshauri binafsi wa rais ambaye alimpa jukumu la kwenda kuyayusha maiti ya yule mlinzi namba 12. Akiwa amepokea kipigo kikali mno, huku uso mzima ukiwa umevimba na kutapakaa damu. Nani aliyemuua? Ni rais mwenyewe. Ni rais. Alimwekea sumu kwenye champagne. Rais alipoisikia video hiyo, macho yalimtoka. Kwa nini amemuua? Alijua ni Scorpion aliyevujisha siri ya mlinzi namba 2 hadi akauliwa. Oh, rais ndo amemuua. Ndio. Na amenipa tu hii maiti ni yayushe kwenye asidi ili kufuta ushahidi. Hapo Monica pamoja na mheshimiwa rais wakashuhudia kichwa cha jamaa huyo akifumuliwa kwa risasi moja iliyopigwa kwenye paji la uso na ikatokea usogoni. Wakuu watadili na rais. Sauti ya mwanaume huyo ilisikika na kumfanya rais kuhisi kama mapigo ya moyo yanakwenda kusimama kwa muda. Monica akiwa amepigwa na ubaridi mkali utokanao na matukio anayoyaona, alijikuta taratibu akifungua audio ya pili ambayo ilimfanya pale taratibu akae vizuri kwenye sofa. Akasikia mazungumzo ya makamu wa rais pamoja na rais wakipanga ni namna gani ya kuitokomeza Scorpion, kitu ambacho kilizidi kumnyongonyesha rais, kwani siri zao inaonekana sasa ziko nje na Scorpion wamezijua. Naam, upande wa pili tunapata kumwona makamu wa rais. Audio iliyokuwa imetumiwa na namba ngeni yenye mazungumzo yake na mheshimiwa rais ilimfanya makamu wa rais kuhisi haja ndogo inakwenda kumtoka. Mbele mke wake waliendelea kusikiliza namna walivyokuwa wanashauriana pumba. Mume wangu, watu wenyewe unajua kabisa waliwaingiza kimabafu. Mbona mmekuwa ni wepesi sana kuageuka hivi? Mke wa makamu wa rais alizungumza huku machozi yakimbubujika. Makamu wa rais macho alimtoka, na hii ni mara baada ya kuona video ikiwa imeingia kwenye simu yake. Alijipangusa pale machozi yaliokuwa yanamwagika kwa muda, na kisha akafungua video hiyo. Simu ilimdondoka na kumfanya mke wake kujenyuka. Alitazama kitu kilichomshtua mume wake, kwani simu hiyo ilikuwa imeangukia mezani. Ni nini? Mke wa makamu wa rais alizungumza huku akitazama mtu akibabuliwa pale ngozi. Flora. Mke wa makamu wa rais alizungumza. Neno moja tu hilo alilolizungumza, na taratibu alianza kwenda chini, akaanguka bila hata ya mume wake kumwahi. Kishindo hiko kiliwafanya pale walinzi wa makamu wa rais kuingia ndani hapo. Ita daktari haraka. Mlinzi namba 1 wa makamu wa rais alimwambia mwenzake, na kisha akatoka ndani hapo. Alimtazama makamu wa rais na simu yenye video inayomwonyesha Flora akiwa ameshikiliwa pale kizuizini. Bumbuazi la makamu wa rais likamfanya mlinzi huyo kuchukua simu hiyo ya makamu wa rais, akaiweka mfukoni, na kisha akaanza kumpa huduma ya kwanza mke wa makamu wa rais ambaye alikuwa mezima kutokana na mshtuko aliokuwa ameupata. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mwanamama Katha na watoto wake mapacha wakagongeana pale Cheers, huku akiwa wamejilaza katika vitanda vya kuupunga upepo vilivyopo katika fukwe bahari katika kisiwa hiko. Mama, umepanga kuifanyia nini hiyo pesa uloweza kuipata kwa hao machizi? Cha kuifanyia bado sijajua. Ila mwanamama Katha alinyamaza huku akimtazama msaidizi wake pamoja na kijana wa IT walikuwa wanatembea kwa kasi wakiwafuata katika eneo hilo. Mkuu. Kuna nini? Kijana, elezea. Msaidizi wa Katha alizungumza huku akitetemeka. Mkuu,
pesa yote tulioitoa kwenye akaunti za wale viongozi imeibiwa na sehemu iliyoelekea tujui. Mwanamama Katha macho ilimtoka, glasi aliyokuwa ameshika ilimpokonyoka na kuanguka chini. Furaha yote ya kuwafilisi rais na makamu wake ilikuwa imemkatika yeye na wanaye hao mapacha ambao ni dakika chache wametoka kuweza kugonganisha glasi zao cheers, wakifurahia kukwapua kiasi hiko kingi cha pesa kutoka kwa viongozi hao wa nchini Tanzania. Na sasa hivi wanaambiwa pesa hizo zimepotea, haijulikani wapi zilipokwenda. Doto akasema, mnasemaje nyinyi? Doto alizungumza huku akikurupuka kwenye kitanda cha benchi alilokuwa amekikalia. Akamkwida shati yule kijana wa IT. Akamwambia, mnafanyaje kazi zenu? Hivi kazi zenu nyinyi mnazifanyaje? Doto alifoka huku macho kimtoka. Misuli ya uso ilikuwa imemsimama kiasi cha kumfanya kijana huyo kutetemeka kwa hasira. Doto, hebu mwachie. Mwachie huyo kijana. Mwanamama Katha alizungumza huku akimsisitiza kijana wake Doto, na taratibu Doto akamwachia huyo kijana wa IT huku akimtazama kwa macho makali mno. Sipendi uzembe mimi, Doto alizungumza na kumfanya Katha asimame. Mwanamama Katha akasema, hebu niambie, nini kimetokea? Mwanamama Katha alizungumza kwa sauti ya upole, kwa maana ya kwamba kijana wake huyo wa IT amefanya naye kazi kwa kipindi kirefu na kwa uaminifu wa hali ya juu. Mkuu, pesa yote tulihamishia kwenye mfumo ule tuliokuwa tumeutumia, ila baada ya benki kuweza kuthibitisha pesa imeingia, baada ya dakika kama 10 pesa ikatoweka. Benki hawajui na sisi pia huku kwenye akaunti zetu pia hatujajua ni wapi imekwenda. Tumejaribu kuifuatilia kadiri tulivyoweza, ila ukweli ni kwamba pesa haionekani madam. Okay, nimekuelewa. Kwa hiyo msalaba upo kwenye benki na wao ndio watakaowajibika. Mpigie meneja wa benki. Katha alimwambia msaidizi wake, na kwa haraka akampigia pale meneja wa benki ambao walikuwa wameingiza hiyo pesa. Msaidizi wa mwanamama Katha baada ya simu kupokelewa akamwambia yule mtu wa benki ya kwamba mkuu hapa anahitaji kuzungumza na wewe. Kisha simu akapewa mwanamama Katha. Yule mtu wa benki akawa anasema, mkuu, habari. Meneja wa benki alijingatangata kweli kweli. Mwanamama Katha akasema, nisikilize tena kwa umakini na unielewe. Pesa hiyo ambayo imetoweka kwenye uangalizi wa benki yako, mimi sijui. Najua pesa yangu ipo na nakupatia masaa mawili pesa yangu iwepo imerudi, la sivyo unanijua. Mwanamama Katha hakuhitaji kumsikiliza meneja huyo wa benki nini atakachoweza kukijibu zaidi ya kukata hiyo simu, na amempatia masaa mawili, pesa hiyo imerudi. Mama, una hakika hiyo pesa itarudi? Kulwa aliuliza hilo swali. Wananijua, wasiporudisha hiyo pesa wao na familia zao zinakwenda kulipa. Mwanamama Katha alizungumza kwa kujiamini huku akirudisha simu kwa msaidizi wake. Samahani mkuu, tutafanya kila liwezekanalo pesa irudi. Hakuna shaka, na wala msimwambie chochote Nadia, mimi nitamweleza mwenyewe. Sawa mkuu. Kijana wa IT aliondoka eneo hilo huku akiongozana na msaidizi wa mwanamama Katha. Doto, sijapenda tabia yako. Hao wote unaowaona hapa ni watumishi watiifu ambao nimeishi nao kwa kipindi chote. Wananichukulia mimi kama mama kwao. Hakuna anayeweza kwenda kinyume au kunisaliti. Jinsi tutakavyowaheshimu ndivyo jinsi watakavyoweza kutuheshimu, na jinsi tutakavyowadharau ndio jinsi watakavyoweka hatarini usalama wetu na usiri wa eneo letu. Hivyo naomba sana uheshimu hao. Mwanamama Katha alizungumza kwa sauti ya upole. Doto akasema, sawa mama, nimekuelewa. Doto alijibu tu ile kishingo upande. Kulwa, mama, mbona uko kimya? Unajua mama, anajaribu kuwaza pesa ziingie ndani ya dakika 10, pesa zote zitoke. Lazima kuna watu wana uwezo mkubwa wa masuala IT kuliko watu wetu. Inawezekana mwanangu, kwa maana sijawahi kukutana na kitu kama hiki. Au yule mzee mshenza anatufuatilia. Kwa namna nilivyoelezwa na mmoja wa watu wake,
alisema anamiliki alien. Mwanamama Katha alivyosema hivyo, Doto akaangua kicheko kikali mno. Mama unazeka vibaya sana. Yaani kweli mtu akikupigisha tu darasa akakwambia hao viumbe wapo kwenye dunia na wewe kaamini kabisa. Doto alizungumza huku akiendelea kucheka kweli kweli. Mwanamama Katha akasema kwa sauti ya upole kwamba tatizo wewe hujui unachokiongea. Hii dunia ni pana sana. Ndio kwanza mna miaka 20. Hivyo ni vigumu sana kuweza kuona au kujua tunayejua sisi. Hivyo usidharau kile unachoambiwa hata kama ni cha uongo. Kiweke akilini kwa sababu kujiamini leo ndo kumesababisha pesa ipotee. Mwanamama Katha alizungumza kwa sauti ya upole na kisha taratibu akanyanyuka na kuondoka hilo eneo. Wewe unajua unachokisema mama ni kweli, punguza dharau mwanangu. Hatujui mengi. Kulu alizungumza huku naye kinyanyuka na kumwacha Doto akiwasindikiza kwa macho, na alianza pale kunywa mzinga wa champagne uliopo katika kindoo cha bati kilichokuwa kimejaa vipande vya barafu. Yes sir. Bwana, katika upande wa pili tunapata kumwona mtaalam Ryan. What the hell? Ryan alizungumza huku akimkumbatia Naima kwa nguvu. Nilikwambia pesa yote tumeisomba, hatujawachia hata senti 10. Wow. I saw ni genius Naima, na ndio maana kukubali sana. Yaani wewe ndio mwanamke wa kwanza duniani mwenye IQ kubwa kwenye masuala IT. Bado sijafikia malengo yangu wewe. Nahitaji kuwa haka mmoja hatari duniani ambaye dunia itakuja kuweza kulisikia jina langu, ila hawatakuja kuiona sura yangu. Ndivyo unavyopaswa. Unajua kazi yako inatakiwa izungumze kuliko sura yako kuweza kuongea. Jana ukamchukua mrembo wako. No. Kwa sasa nahitaji, yaani unajua kwa sasa nahitaji kuwaza nini cha kufanya. Kwa maana kwamba pesa inakupa nguvu ya kufanya chochote duniani. Ila haikupi garantia ya kuweza kuishi kwa usalama. Na ndio maana wenye pesa wengi wanaajiri walinzi. Ila sisi tunapaswa kuweza kuishi undercover. Hapo umeongea. Rani. Naam. Natambua tupo sisi kama sisi. Nisingependa tuje tutengane tena. Nife kwa ajili yako, ufe kwa ajili yangu. Usijali Naima, sisi ni ndugu milele. Nashukuru kusikia hivyo. Naima alijibu kwa upole huku akimwachia Ryan taratibu. Alipiga hatua moja. Ryan akamvuta kwa kasi na kumkumbatia. Walianza pale kupigana mabuso. No Ryan. Naima alizungumza huku akiachanisha lipsi zake na lipsi za Ryan. Vipi? Ryan, una mke. Unakwenda kuonana na mwanamke tena mwingine usiku. Sitaweza kuvumilia uyevu huo. Nilumia kipindi kile, ila sitoruhusu hisia za mapenzi zije kunitawala tena, na kuheshimu kama mtu wangu tulioshibana. Ila ukiwa moyoni mwangu kama mapenzi inaweza kupelekea tukatengana. Naima alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ila ni kweli, nisamehe. Usijali Ryan. Walimua mpenzi wangu kuanzia pale mimi mapenzi yangu niliingiza kwenye kusoma na kujifunza masuala ya programu na mambo mengineyo. Sina hisia zozote za mapenzi kwa sasa Ryan. Yaani mimi sasa hivi nipo kama vile mashabiki wa Mkojei. Wao na masimulizi tu. Hisia za mapenzi hawana kabisa. Okay, sawa. So unaniruhusu kuonana na Nadia? Na kuonana kwenu mimi nahitaji kuwe na faida. Njoo nikuoneshe kitu. Naima kakaa pale katika kiti na kaanza kuminyaminya pale laptop yake. Muone hii programu. Hii ni mpya na kuingiza katika simu yako, na unaweza kuiactivate kwa kutumia mboni za macho. Ukishairuhusu kufanya kazi, utaisogeza karibu kwenye simu ambayo unahitaji kupata taarifa kuanzia SMS, simu zinazoingia na kutoka. Kila kitu kilichopo ndani ya simu hiyo, namba za simu zilizohifadhiwa, picha, yani simu ya huyo mtu utakayeweza kumdukua, basi utaweza kuwa nayo katika simu yako. Wow. So haina haja ya kuweza kuchomeka USB wire kama tulivyokuwa tunafanyaga kipindi cha nyuma. Hakuna idea. Yani kila kitu unakinyonya kwa wireless. Suluhisho pekee la mtu mwenye simu hiyo
usiweze kuona chochote kutoka kwake. Ni hiyo simu haivunja vipande vipande. Sio kwa vizuri sana. Na je, inachukua muda gani hadi kuweza kunyonya vitu vyake kwenye simu yake? Hata dakika moja ifiki. Seriously? Iko very smart. Na ni simu za Android pekee. Nimekuambia simu zote. Utajua wewe simu ya aina gani zote. Hata hiyo simu hiyo ina ulinzi kiasi gani, ila hii program ni kiboko. Nimekuwa nikiunda kwa miaka 4 sasa. Haki Mungu, na nimeshaifanyia majaribio zaidi ya mara 10 na hakuna jaribio lililofeli. You are so smart, Naima. Thank you. Basi acha kwanza nikaoge nijiandae nikamchukua huyo baby mama. Okay, sawa. Ryan aliingia bafuni akiwa na furaha, kwani kazi aliyokuwa ameifanya Naima sio kazi ndogo, ni kazi inayohitaji mtu kutumia akili na kipaji cha hali ya juu. Rani baada ya kujiandaa huku akiwa amevalia suti nyeusi, shati jeupe pamoja na viatu vyeusi, akatoka katika chumba alichokichagua kuwa ndo chumba chake. Wow. Very handsome. Shukrani Naima. Kitu kimoja Rani ambacho nilisahau kukuambia ni kwamba mimi nitakuwa na uwezo wa kusikiliza mazungumzo yenu, hususan wewe, kupitia connection ya simu yako niloweza kuifanya. Ili kuto kuyasikia, solution ni kuzima simu itakapobidi. Iwe hivyo. Kwa jinsi ulivyopendeza, nikwambie tu ni kitu gani kitakachoweza mpagawisha wewe mwanamke. Kitu gani? Mnunulie champagne pamoja na ua jekundu dogo tumpelekee. Hatochomoka. Utuamini mimi nakwambia. Na hicho ndicho kitu ambacho wanawake wengi tunakihitaji. Wanawake wenye kujitambua. Ndio sawa mpenzi, shukrani. Naam, Rani akaondoka nyumbani hapo. Na akiwa njiani aliwasiliana na Nadia. Nadia akamtumia Ryan ya wapi alipo, na Rani hakupoteza muda akamfuata. Alifika katika nyumba aliyokuwa ameelekezwa, na kwa bahati nzuri alimkuta Nadia akiwa nje ya geti akimsubiria. Rani alishuka pale kwa haraka huku akiwa amebeba chupa ya champagne na ua lenye rangi nyekundu ambayo alivinunua akiwa njiani. Wakakumbatiana kwa nguvu na kumfanya Nadia kujawa na msisimko mkubwa mno. Hivi vyote ni vya kwangu jamani Brian. Mpenzi. Asante sana. Waliingia ndani ya gari. Rani akiwa katika harakati za kuwasha gari. Nadia akatoa pale kifaa kidogo ambacho ni GPRS na kukiweka chini ya siti ya gari la Ryan, huku lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wake wanamfuatilia popote anapoelekea. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona makamu wa rais akijibwaga mzima juu ya sofa la chumbani kwake, huku akiwa haelewi nini cha kufanya. Mawazo ya binti yake kutekwa nchini China yalizidi kumpagawisha. Imekuaje yani? Imekuaje wakajua kwamba mwanangu anakwenda China na wakamteka? Sasa pesa yangu itarudije? Makosa tuliyofanya toka awali kuungana na hawa watu. Najuta mimi. Makamu wa rais alikuwa na juta ndani ya moyo wake. Alianza kuangua kilio mithili ya mtoto mdogo. Msikilizaji, na hata huku upande wa Monica naye alikuwa anamtazama mheshimiwa rais alivyokuwa amejawa na bumbuwazi ambalo kusema ule ukweli lilikuwa linadhihirisha kabisa kwamba mheshimiwa rais naye pia kwa upande wake amechanganyikiwa kwa kile alichokuwa amekiona. Hey baby, Monica aliita huku akimsogelea kwa ukaribu mheshimiwa rais. Hali ya kiusalama kwa upande wako sio nzuri. Kama ulishafikia hatua ya kuwafilisi akaunti zenu, tambueni kinachofuata ni nyinyi kufilisi uhai wenu. Huo ndo ukweli mheshimiwa. Sasa nafanyaje mimi Monica, nafanyaje mimi? Rais alizungumza huku machozi yakimlengalenga machoni mwake. Cha kufanya ni kuanza kufikiria ni wapi ambapo unaweza kukimbilia na ukaoko salama. Rais alikaa kimya kwa muda wa dakika kama 5 huku akiwaza jambo. Akanyanyua pale uso wake huku akiwa na tabasamu. Nimepata sehemu ya kukimbilia. Wapi? Ni kwa Rais Eddie pekee. Yeye naamini ndiye anayeweza kupambana na Scorpion. Yeye ndiye anayeweza kuwa mkombozi wetu. Maneno ya mheshimiwa rais yalimfanya Monica kushusha pumzi taratibu, kwani rais amechanganyikiwa na hana uhakika kama huyo Rais Eddie anaweza kumsaidia
au kuto kumsaidia. Karibu sana. Naam, upande huu tunapata kumwona mhudumu aliyevalia sare nzuri ya kupendeza. Aliwaambia Ryan na Nadia huku akiwaonyesha meza iliyokuwa imejitenga pembeni ya ufukwe wa bahari, huku kukiwa kumejengewa kibanda maalum cha makuti, huku kukiwa kuna chemli mbili zilizokuwa zimewashwa na kufanya mwanga wa eneo hilo la kibanda kuwa ni hafifu na wa kupendeza. Tunashukuru. Na mimi oda yangu ipo kama vile nilivyokuwa nimeagiza. Ryan alizungumza, kwani kwa msaada wa Naima tayari walishafanya pale booking katika hoteli hiyo yenye hadhi ya nyota 5 na ni ya kitalii. Basi tuanze na vinywaji na kisha baada ya hapo nitaagiza chakula changu. Sawa mkuu. Mhudumu huyo aliondoka na kumwacha Ryan pamoja na Nadia. Nashukuru sana kwa kuja kwako. Ryan alizungumza huku akiacha tabasamu pana usoni mwake. Asante sana Brian. Ryan alitoa simu na kisha akaiweka juu ya meza. Simu ya Nadia ilianza kuita na kumfanya tabasamu. Alifungua kipochi kidogo alichokuwa amekibeba. Alitoa simu hiyo. Samahani, naomba dakika moja. Okay, sawa. Nadia alinyanyuka na kusogea pembezoni umbali ambao alikuwa naamini Ryan hawezi kusikia mazungumzo yake. Ryan kwa haraka mno aka-activate programu aliyokuwa ameelekezwa na Naima. Oh, come on. Yuko mbali. Ryan alizungumza huku akimtazama jinsi Nadia akiweka simu yake sikioni. Mama, vipi tena? Mwanangu, huwezi amini. Kile kiasi chote cha pesa ambacho tulichochukua kwa wale wapuuzi kimepotea na vijana wetu hawajui ni wapi kilipopotelea. Nadia alijikuta anashusha pumzi nyingi huku hamu hata ya kuendelea kukaa eneo hilo ilimuishia, kwani anaamini kwa kiwango hiko cha pesa ni moja ya hatua ya kuadabisha rais na makamu wake kwa utovu wa nidhamu waliokuwa wameufanya. Mama, usitaki kuniambia hili nalo. Mama, nachanganyikiwa. Usitaki kunifanya hili ambalo naliwaza mama ndo walilolifanya. Lipi hilo mwanangu? Kwamba makamu wa rais na rais ndio wamezirudisha hizo pesa na kuzipoteza. Hawawezi wale. Hawana ujanja huo. Mama, kwani unasema hawawezi? Kwa sababu kila mmoja nimemshika vibaya. Kuna video na kutumia. Sawa ni ya makamu wa rais na nyingine ni ya rais. Hivyo kwa jinsi ninavyojua hawana pa kutokea. Ila kama ni Edi kidogo naweza nikakubaliana na hilo. Japo sio kwa 100%. Kwa maana hili swala tulilifanya kwa surprise kubwa mno. Mama, kuna jambo hapa aliposahau kwenye mifumo yetu ya IT. Waambie wabadilishe mifumo mizima ya IT. Hata kama kuna mtu atakuwa ametudukua taarifa zetu na kutufuatilia, naamini tutakuwa tumemtoa kwenye system. Sawa mwanangu, hakuna shaka. Jambo jingine mama, kuweni makini sana na hawa watu, kwa maana ya kwamba endapo wataona fursa pekee ni kuungana na Edi, basi itakuwa ni vita kubwa mno kwetu. Au nitume watu wawamalize nini? Ngoja kwanza mama, nitakupatia jibu. Okay, sawa mwanangu, kuwa makini. Nashukuru. Nadia alikata simu huku akishusha pumzi taratibu. Akarudi alipokuwa amekaa Ryan. Unaonekana una huzuni sana mpenzi, nini shida? Ryan alizungumza huku akimtazama Nadia usoni mwake. Amna, ojo kuna mambo tu yametokea kidogo yamenitoa kwenye mood. Ryan akaitazama simu yake na kuiona program aliyowekewa na Naima ikimalizia pale kunyonya data za simu ya Nadia. Okay, pole sana mpenzi. Nashukuru. Nikufanya nini ili uondokane na stress za nyumbani? Wewe niambie tu nikufanya nini? Chochote upendacho. Ryan alinyosha pale mkono ikiwa ni ishara ya kumuita mhudumu. Mhudumu akamsogelea Ryan, akamnongoneza kidogo na kisha akaondoka, na baada ya muda akarudi na kumnongoneza Ryan. Ryan akatoa shilingi 10,000 mfukoni na kumkabidhi mhudumu huyo, na kisha akasimama na kumshika mkono Nadia. Mtatuletea basi. Sawa boss. Mhudumu alizungumza kwa kitabasamu. Unanipeleka wapi? Nadia aliuliza huku akitabasamu. Naenda kukuiba.
Wakaingia katika hoteli hiyo. Ryan akapita mapokezi na akalipia malipo ya kila ulichokitumia. Akapewa kadi ya kufungua mlango wa chumba alichokuwa amekodisha na wakaingia ndani ya lifti wakapandisha hadi ghorofa ya 6. Wakatoka ndani ya lifti na kisha wakaingia katika chumba alichokuwa amekodisha Ryan. Brian, niambie mrembo. Unajua sijisikii kufanya chochote. Kama utojali naomba unirudishe nyumbani. Kweli? Najua siko sawa. Ndio maana nimekuambia nahitaji kukufanya uwe sawa. Nipe dakika 15 tu zinatosha kuweza kukufanya uwe sawa. Nadia alishusha pumzi taratibu. Ryan akatazama pale mafuta ya massage yaliyokuwa yameandaliwa na mhudumu aliyekuwa amemwagiza. Nahitaji kukufanya massage, naamini ukitoka hapo utakuwa uko na unafuu. Nadia alimtazama Ryan kwa sekunde kadhaa na kisha Ryan akamvuta na kuanza kumnyonya pale mabusu. Taratibu Nadia akaanza kuondokwa na mawazo ya kuhitaji kuondoka eneo hilo. Alianza kumvua Nadia nguo moja baada ya nyingine na akabaki kama alivyozaliwa. Hapakuwa na aliyekumbuka swala la massage tena zaidi ya Nadia kupagawa na mautundu ya kunyonywa kitumbua chake na Ryan. Jamani baby Nadia alilalama kutaka mjegeje umchape na kumfanya Ryan kutoa nguo zake. Alianza kuanzisha mechi hiyo taratibu huku akikumbuka mtanangi waliokuwa wameufanya wakiwa nchini Ujerumani. Kadiri muda unavozidi kwenda ndivyo jinsi Nadia alivyozidi kupagawa na penzi la Ryan. Ryan ambaye alikuwa anamjulia kumshughulikia kila sehemu. Hadi unamaliza mzunguko wa kwanza Nadia alijikuta akianza kucheka mwenyewe. Nini baby, mbona unacheka? Nimefurahi jamani. Kwa nini? Unajua nilikuwa na hamu nyingi sana. Yaani siamini kama mimi ndo nimepata penzi tamu kutoka kwa mwanaume wa shoka kama wewe. Usijali, vipi una hamu ya kuondoka? Nani aondoke? Unataka utamu huu niliopata nimwachie nani? Nadia alizungumza kwa sauti ya kudeka. Doke sawa, njoo basi nikufanye masaji kama nilivyokuahidi. Ryan alichukua mafuta ya mzaituni na kaanza kuuchua mwili wa Nadia taratibu na kumfanya zidi kujawa na furaha. Akapagawa na matendo ya Ryan ambapo toka azaliwe kwake Nadia hajawahi kabisa kukutana na mautundu ya aina hiyo, kwani hata Ryan mwenyewe aliyewahi kukutana naye huko nchini Ujerumani na kumpa mautundu hakumpatia mautundu kama hayo alikuwa anapatiwa siku ya leo. Leo Ryan alikuwa tofauti, na mbaya zaidi ya kwamba Nadia yeye anajua ana date na mkaka anayeitwa Brian. Alidanganywa jina na yeye ameingia chaka kweli. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona rais akizungumza kwa unyonge sana huku akimtazama Monica usoni mwake kwa kumwambia kwamba hivi una mtu ambaye hauna mtu ambaye unamjua akatusaidia kwenye hili. Unataka kuikimbia nchi au mimi sijakuelewa mpenzi wangu? Sio kukimbia nchi mpenzi. Nahitaji mtu atakayeweza kunisaidia kupambana na hawa Scorpion. Unajua maisha yangu sasa hivi yako katika wakati mgumu mno. Ndio. Monica alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akiwa anawaza. Taswira ya Zuma iliweza kumjia kichwani mwake. Vipi, umepata wa kutusaidia? Ninayemwazia siwezi kumwomba msaada. Ni nani? Zuma. Hapo Mheshimiwa Rais kwanza alishusha pumzi taratibu, kwa maana ya kwamba wanatambua walishampandikiza Monica kwa Zuma na akawa mke wake wa ndoa kabisa, na kilichotokea baada ya hapo anakitambua. Zuma sio mtu sahihi, na ndio maana nikasema siwezi kumwomba msaada, kwa maana kwamba haaminiki kusema ukweli. Ila tambue kwamba kuna kikao. Je, kinaendelea au viongozi waondoke? Kusema ule ukweli siko sawa mpenzi, acha tu waondoke zao. Una uhakika? Ndio, acha tu waondoke. Sawa. Mwambie sekretari wako awaombe waondoke. Fanya hivyo wewe bwana, nahitaji kupumzisha akili yangu. Au basi twende nyumbani kwangu. Sawa. Kiukweli nimechukia kweli maisha ya kuishi Ikulu. Monica alitoka ofisini hapo na kisha akauandaa pale utaratibu wa rais kuweza kuondoka Ikulu na kuelekea nyumbani kwake. Msikilizaji,
Kwa upande wa pili tunapata kumwona daktari akizungumza huku akimtazama makamu wa rais machoni mwake. Mheshimiwa, mke wako ameweza kuzinduka. Sawa. Makamu wa rais alinyanyuka kwenye kiti alichokuwa amekaa na kisha akaingia katika chumba alichokuwa amepumzishwa mke wake ndani ya hospitali ya Ikulu. Flora amepatikana? Hapana mke wangu. Namtaka mwanangu. Umemwingiza kwenye huo ushenzi wako. Nakwambia namtaka mwanangu. We huna uchungu wote na mtoto. Huna uchungu sana mtoto wangu. Mke wa makamu wa rais alizungumza huku akilia kwa uchungu mno. Makamu wa rais kwanza alishusha pumzi taratibu huku akishindwa hata cha kumjibu mke wake. Alimtazama mke wake kwa sekunde kadhaa na kisha akatoka ndani hapo, akarudi nyumbani kwake huku kichwa chake kikiwa kimevurugika kweli kweli. Zikaingia picha mbili katika simu yake. Akazifungua na kweli akaona picha ya Nadia akiwa na mwanaume mmoja. Pale pale ukaingia ujumbe wa message. Najua unachokipitia. Njoo eneo ninalokutumia ramani. Hakikisha unakuja wewe kama unahitaji kumpata huyo msichana. Meseji hiyo ilimshtua sana makamu wa rais. Kwa haraka akaipiga namba hiyo ya simu ambayo kitu cha kushangaza akajibiwa kwamba namba hiyo haipo kabisa. Huyu ni nani huyu? Makamu wa rais aliweza kujiuliza. Huko ukiingia ujumbe mwingine wa simu uliokuwa umemwonyeshea ramani ya eneo alipokuwa mtu huyo. Au wananitega wakaniue kabisa na mimi. Makamu wa rais alizidi kujiuliza. Wewe ni nani? Makamu wa rais alituma ujumbe huo wa message ambapo kwa bahati mbaya haukuweza kufanikiwa kwenda kwani namba hiyo haikupokea ule ujumbe. Makamu wa rais akatazama picha ya Nadia, akarudia tena video ya binti yake na kisha akapata ujasiri wa hali ya juu. Akasimama na kufungua kabati la nguo, akavua suti aliyokuwa amevaa na kisha akavaa nguo za kawaida pamoja na kofia. Kwa kutumia njia ya siri iliyopo ndani ya chumba chake akaondoka chumbani kwake na akatokea eneo la mbali kidogo na Ikulu. Katika tembea yake alijitahidi kadiri awezavyo kuhakikisha kwamba taa za barabarani hazimuliki. Makamu wa rais akafika katika eneo la wakodisha pikipiki, akapanda pikipiki moja na kwa namna alivyokuwa amevaa sio rahisi kwa mtu kuweza kumjua kwamba huyu ni makamu wa rais. Akapelekwa hadi kwenye eneo ambalo ramani ilikuwa inasoma. Makamu wa rais alidua, na hii ni mara baada ya kufika eneo hilo na akaona hakuna mtu zaidi tu ya dampo kubwa lilikuwa limejaa takataka. Akajipapasa kiunoni mwake na kuhakikisha bastola yake iko vizuri. Ujumbe ukaingia katika simu yake kwamba kushoto kwako kuna ndoo. Ingiza mkono ndani ya hiyo ndoo. Makamu wa rais akageuka na kuona kuna ndoo ndogo. Alisogelea ndoo hiyo, akajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akaingiza mkono ndani. Akakutana pale na funguo. Alitoa funguo hiyo na kuitazama vizuri na akagundua ni funguo ya gari. Akamwambia zunguka nyuma ya dampo. Akafuata maelezo hayo na akalikuta gari aina ya Mark X ikiwa imesimama chini ya mti mkubwa. Washa gari, fuata ramani iliyopo katika gari hiyo. Akaingia ndani ya gari hilo na kisha akaanza kufuata ramani iliyompeleka hadi katikati ya msitu uliopo eneo la Kisarawe. Shuka ndani ya gari, zima gari. Makamu wa rais akashuka ndani ya gari huku akiwa na wasiwasi mwingi mno. Ghafla katika miti hiyo walishuka maninja wakiwa na panga zinazong'aa. Japo kulikuwa kuna mwanga hafifu mbala mwezi. Makamu wa rais akatopa la bastola yake na kuonyoshia maninja hao huku akizidi kutetemeka. Haiwezi kukusaidia hiyo. Sauti nzito ya mmoja wa maninja hao ilimfanya pale makamu wa rais kuzidi kujawa na uoga. Mmoja wa maninja hao 7 alimsogelea pale makamu wa rais na kisha akampokonya bastola aliyokuwa ameishika. Nyinyi ni akina nani? Aliuliza huku akizidi kuchanganyikiwa. Travelers. Ndo kina nani? Ninja huyo hakumjibu chochote makamu wa rais zaidi ya kuanza kutangulia kuzidi kuzama katika msitu huo, msitu wenye miti mingi na baridi kali. Wakafika katika kijumba kikubwa kilichokuwa kimetengenezwa kwa makuti. Wakaingia ndani na ninja huyo huku wengine wakibaki nje. Ninja huyo anayeonekana macho tu alifunua pale laptop. Nadia Eddy, mrithi wa Scorpion na mastermind wa Scorpion, ndiye mtu aliyetoa wazo la kuweza kufilisiwa akaunti zenu. Mtoto wako yuko chini yao kwa sasa. Je, unahitaji kumpata?
Makamu wa rais alitoka pale na macho ya mshangao. Mmejuaje yote haya? Unamhitaji kurudisha nguvu yako? Ndio, namhitaji. Ikiwezekana nitawalipa chochote mtakachoweza kuhitaji. Uwezi kutulipa? Sasa kwa nini mnafanya yote haya? Hatuna haja ya kukwambia. Hakikisha unakaa hapa, hutoki kwenda sehemu yote hadi tutakapoweza kurudi na Nadia. Ninja huyo alizungumza huku akichukua simu ya makamu wa rais mfukoni mwake na kisha kaivunja. Akamrudishia bastola yake. Ninja huyo alitoka ndani na kisha kawapa ishara vijana wake na wakaondoka hilo eneo. Baby. Tamu jamani. Naam, alikuwa ni Nadia analalama huku akiwa amekalia jogoo Ryan. Bwana mtanange ulizidi kupamba moto huku kila mmoja akiwa anajitahidi kadiri ya uwezo wake kutawala huo mchezo. Hadi wanamaliza kila mmoja kwanza mwili wake ulikuwa umechoka vibaya mno. Unajisikiaje? Ryan alizungumza huku akimwagikwa na jasho. Unajua hapa nimekuwa mwepesi mno. Unajua kweli ni mwanaume jamani, mpaka najisikia raha. Nadia alijilaza taratibu kifuani mwa Ryan. Nani kakufundisha mapenzi? Swali la Nadia likamfanya Ryan kwanza tabasamu. Taratibu akamsogeza Nadia pembeni, kisha akashuka kitandani. Akabeba pale sinia kubwa lenye sahani za chakula na kisha akaleka kitandani. Tuli tupate nguvu tuendelee na mzunguko wa 3. Yaani leo nataka unipe mambo mpaka kukuche. Utaweza? Nitajitahidi niweze kwa kweli, maana ndudu yako wenyewe kuipata kwa bahati, yani kama hivi na ubize wetu, basi inabidi tu siku kijipata siku itumike ipasavyo. Naye bwana. Wakaendelea kula chakula hicho. Vinyweleo vikaanza kumsisimka Ryan, jambo ambalo halijamtokea kwa kipindi kirefu. Baby, mbona kama umeacha kula? Nadia alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ghafla umeme ukakatika. Ryan alishuka kitandani mwake na akapiga hatua hadi dirishani. Alifungua nje na eneo zima lilikuwa limetawaliwa na giza na damu ikazidi kumsisimka. Maninja unatokea wapi? Ryan alizungumza kimoyo huku akijitayarisha kwa chochote kitakachotokea, kwani uwezo alionao anaweza kugundua ujio wa ninja mwingine hata kama akiwa umbali wa mita 500 kutoka eneo alipokuwa. Baby, ni nini kwani? Naam, Nadia aliuliza hilo swali huku akiwa anashuka kitandani. Aliwasha pale taa ya simu yake. Ni umeme na umezima. Wamekata. Rani alizungumza huku akiendelea kutazama nje kwa umakini kuona dalili ya maninja hao. Baby bwana, njoo tule. Nadia alizungumza huku akimshika Rani mkono na akamrudisha pale kitandani. Kadiri dakika zilivyozidi kwenda, ndivyo jinsi machale yalivyozidi kumcheza Ryan huku damu ikiendelea kumsisimka. Unajua sijisikii vizuri. Unaweza kuvaa nguo tukaondoka? Sasa hivi mpenzi. Hapana bwana, nahitaji unipe mechi nyingine bwana, unajua Hamnijui. Tulia niwaoneshe. Rani alizungumza kimoyo hilo neno la kwamba hamnijui, ngojeni niwaoneshe. Akatoa pale sinia lenye vyombo ya chakula na kisha kaleka mezani. Ghafla kioo cha dirishani kikavunjika na kumfanya Nadia kuweza kuruka kutoka kitandani. Akaiwai pochi yake ambayo kwa ndani alikuwa ameweka bastola. Brian, lala chini. Nadia alizungumza huku akifyatua risasi sehemu alipokuwa amemwona mtu aliyeingia, ila halikuwa jambo rahisi, kwani haikuwa jambo rahisi kwa risasi zake kutoka kwa ninja huyo ambaye ukiachilia mali uwezo wake alionao, ila alikuwa na kasi ya ajabu mno. Hello brother. Mmoja wa maninja alizungumza kwa sauti nzito huku akimtazama Ryan aliyekuwa amejibana kwenye moja ya kona. Mnataka kufa Nadia aliendelea kufyatua risasi mfululizo ndani ya hiko chumba mpaka zikaisha. Tunakuhitaji hai na ndio maana hatukushambulia. Ninja mmoja alizungumza kwa kimsogelea Nadia. Nadia alijaribu kurusha teke ila ninja huyo akalikwepa. Alimtandika Nadia kofi la uso akaanguka chini. Rani akataka kufanya shambulizi ila akajizuia, kwani hahitaji ashambulie huku Nadia akiwa analiona hilo tokeo. Nimesema mwacheni. Rani alizungumza kwa sauti ya kuigiza, yani kama mtu aliyekuwa amejawa na uoga.
ninja mmoja akaruka hewani akampiga teke lilomfanya Rani kurushwa mpaka ukutani, akaanguka chini kifudifudi. No, nitawaua mimi, Nadia alizungumza huku akijaribu kunyanyuka, ila ninja huyo alimpiga shingoni mwake. Nadia chini akazima. Ni nani aliyowatuma? Rani alizungumza sasa hapo, akiwa amejibanza kwenye kona yenye giza na kuwafanya maninja hao kushtuka sana, kwani kwa teke walilokuwa wamempiga waliamini kabisa atakuwa amezimia na si rahisi kwa mtu wa kawaida kuweza kuzinduka. Ebane, kwa kasi ya ajabu, kasi ambayo ni zaidi ya wao wenyewe, Rani alianza kuwashambulia huku akiwapiga mapigo ya kuwavunja, huku akimpokonya upanga mmoja wao, na kisha aliendelea kuwaua kwa kuwakata miili yao. Tundukeni, kiongozi wa maninja hao alizungumza huku akimwambia mwenzake aliyekuwa anajaribu kupambana na Ryan, ila kabla mwenzie hajajibu, alishangaa tu kichwa chake kikielea hewani huku akitenganishwa na kiwiliwili. Bwana ninja mkuu akatoa pale kitenesi ambacho Ryan anakitambua ni silaha wanayoitumia maninja kutoroka pale unaposhindwa mapambano. Sasa kabla hajakipasua kile kitenesi kwa kukitupa chini, Ryan akazunguka hewani na kuupiga teke mkono wenye kitenesi. Kitenesi kikaanguka pembeni na Ryan akashusha pale panga pembeni ya shingo yake. Nani aliyowatuma? Ryan alizungumza huku akimwekea panga ninja huyo shingoni, na endapo atafanya chochote cha ajabu atakikatilia mbali kichwa chake. Nani amewatuma? Ninja huyo alivunja gego la jino lake la upande wa kulia kwa kutumia ulimi wake, na kisha akatoa pale kidonge cha sumu ambacho maninja wengi hutembea nacho. Shit. Rani alizungumza mara baada ya kumwona ninja huyo akimwagikwa pale na povu mdomoni mwake, na kisha akakata roho. Rani akamtazama Nadia ambaye bado alikuwa amezima. Rani akawakagua maninja hao, hawakuona chochote. Akaona alama kifuani kwa mmoja wa maninja, akaipiga picha chata hiyo iliyokuwa imechorwa kifuani mwake, na kisha akairudisha simu yake katika mfuko wa suruali. Akajipangusa pale damu zilizokuwa zimemrukia kifuani mwake, na kisha akasikia mlango kigongo kwa nguvu. Akamshikisha ninja moja upanga aliokuwa ameutumia kuwashambulia hawa, na kisha akachukua pale kisu akajikata tumboni, eneo ambalo anaamini kabisa halina madhara kwa kisu, na kisha akajilaza chini huku akiwa yuko utupu kabisa wa mnyama. Mlango kweli ukafunguliwa, wakaingia walinzi pale wakiwa wameongozana na walinzi wa hoteli hiyo pamoja na meneja. Mungu wangu, nini kilichotokea? Meneja alihamaki huku akitazama damu zilivyozagaa pale ndani ya hiko chumba, huku kukiwa kuna watu walikuwa wamezifunika nyuso zao wakiwa wameanguka vibaya mno. Sauti za watu wanaozungumza zilifanya Nadia taratibu kuanza kunyanyuka. Vipi madam? Upo sawa? Upo sawa kweli? Meneja naye alizungumza kwa kumfunika pale Nadia kwa kutumia koti lake la suti, kwa maana ya kwamba alikuwa hana nguo. Mume wangu, Nadia alizungumza huku akiweseka. Huyu amechomwa kisu. Nadia kwa haraka akamsogelea Rani ambaye damu zilikuwa zinaendelea kumtoka kwenye jeraha. Ebu leteni gari ya wagonjwa haraka, meneja alizungumza kwa simu huku akisaidiana kumlaza vizuri Ryan. Nadia akatazama jinsi maninja hao walivyokuwa wameuawa. Ni nini kilichotokea? Sijui, msaidieni mume wangu kwanza, Nadia alizungumza huku akivua pale koti hilo na kuvaa nguo zake. Wakamvalisha pale suruali Ryan, na kitanda cha matairi kikaingizwa ndani hapo, na daktari mmoja pamoja na manesi wawili walionekana kuingia hapo. Walimpandisha Ryan juu ya kitanda hiko, huku Nadia akachukua simu ya Ryan pamoja na bastola yake. Alipiga picha maninja hao kwa simu yake, na kisha wakatoka ndani hapo. Walishuka hadi chini kabisa, na Ryan akapandishwa ndani ya gari ya wagonjwa, na Nadia akaingia ndani ya gari hiyo. Wakaondoka eneo hilo kwa kasi mno, huku wakipishana na getini na gari ya polisi iliyokuwa inaingia hapo hotelini. Ne Mungu, msaidie mpenzi wangu, Nadia alizungumza huku akitazama namna madaktari wanavyopambania maisha ya Ryan. Nadia alipiga simu kwa Rosie. Ndio mkuu, kuna wapuzi walinivamia pale KP Hotel. Hebu nenda na vijana sasa hivi uhakikishe kwamba unanipatia taarifa kamili haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu. Upo salama kweli? Ndio, ila mpenzi wangu amemchoma kisu. Pole sana. Unaelekea hospitali gani? Nikifika nitakwambia ni hospitali gani Rosie. Nadia alikata simu huku akikunja ngumi mkononi mwake, huku akikumbuka teke lililopigwa Ryan, akarushwa ukutani mithiri ya mpira.
Wale ni akina nani? Nadia alijiuliza huku gari hiyo ya wagonjwa ikizidi kwenda kasi. Wakafika hospitali ya Muhimbili na Ryan akapokelewa pale na madaktari na moja kwa moja akakimbizwa pale chumba cha matibabu. Simu ya Nadia ilianza kuita na akaitoa pale mfukoni mwake. Ndio. Mkuu, tumefika hapa hotelini, tumekuta tayari askari wameshafika na tumejaribu kuingia ndani ya chumba mlichokuamo lakini hatujaona mwili wote. Ina maana askari wameitoa hiyo miili? Askari wanasema walikuja watu waliovalia suti na ndio waliotoa miili yao. Tumejaribu kutazama rekodi za CCTV kamera, hakuna rekodi yote ile ambayo tumeweza kuiona. Tumejaribu kufuatilia kwa umakini sana lakini hakuna tulichoweza kuambulia. Hao watu wametoka shirika gani la usalama? Hakuna askari anayejua zaidi ya kusema kwamba wametoka juu. Sasa hatujui juu ni wapi. Okay, sawa. Njoo Muhimbili hapa. Okay mkuu. Nadia alikata simu huku akiwa amekaa kwenye benchi la kupumzikia. Baada ya nusu saa kweli Rosie alifika eneo hilo huku akiwa ameongozana na wasichana wawili. Upo salama mkuu? Yeah, nipo salama. Imekwaje? Kuna maninja, sikumbuki ni wangapi, ila nakumbuka mara ya mwisho walisema wametumwa kuja kunichukua mimi nikiwa niko hai. Sasa walimpiga jamaa wangu akazima, na mimi katika kujitutumua walinipiga nikazima. Nimekuja kuzinduka na kuta maiti za wale maninja na jamaa wangu pia amechomwa kisu. Mbona kama inaingia akilini hapo mkuu? Rosie, kwa nini? Sasa ni nani aliyewaua hao maninja? Sijui kwa kweli. Na sijui ametumwa na nani. Rosie alikaa kimya huku akimtazama Nadia usoni mwake. Nini Rosie, mbona unanitazama hivyo? Au ni Ryan ndo ametuma hao maninja? Sidhani. Sasa ni nani atakuwa ametumia maninja? Na imekuwaje wameondolewa haraka sana kabla sisi kuweza kufika? Na walipoondoka hawajulikani. Na polisi hawana cha kujibu zaidi tu ya kubobwaja maneno. Sikiliza, hii hapa ni simu ya Brian. Hebu jaribu kudukua mjue na nini. Nataka tumchunguze. Nadia alizungumza huku akimkabidhi Rosie. Rosie naye simu hiyo akampatia msichana mwingine. Ghafla daktari akafungua mlango pale na kumfanya Nadia na Rosie wasimame. Daktari, vipi hali ya mpenzi wangu? Anaendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Tumekitoa kisu na hakuna madhara makubwa yaliyoweza kupatikana na jeraha hilo. Mungu ni mwema. Tutamtoa muda si mrefu, tutampeleka wodini. Sawa daktari, tunashukuru sana. Baada ya dakika 10 Ryan akatolewa ndani ya chumba hicho, akaingizwa wodini na kumfanya Nadia naye kuingia ndani ya wodi hiyo. Hey baby, unajisikiaje? Najisikia nafuu. Imekwaje kwani? Ryan aliuliza swali la kimitego. Hata mimi sijui nini kilitokea mpenzi wangu. Wale waliofunika nyuso zao ni kina nani? Sitambui mpenzi, ila polisi wanaendelea kufuatilia. Sawa. Simu yangu nayo? Hapana mpenzi, unajua kwa maana hata nilipoondoka pale hotelini akili haijakumbuka chochote zaidi yako tu mume wangu kukuaisha wewe hospitalini. Rani akatazama jeraha lake. Ngoja kwanza. Wale watu walijuaje kwamba tuko pale hotelini? Na niliwasikia wanasema kwamba wanakuja kukuchukua wewe. Hata mimi sielewi mume wangu. Huna maadui kweli wewe wanakufuatilia? Kwa maana kwamba toka kuzaliwa kwangu mimi sije kukutana na watu kama wale. Watu wanaganda hadi ukutani kama vile popo aise. Ni hatari, na mtu anapiga teke hadi ninapaa. Hapana, kuwa na wewe ni kuhatarisha sana maisha yangu. No, mpenzi usiseme hivyo. Hapana, kwa maana kwamba wale viumbe wanatisha. Na wewe bastola ulitolea wapi? Au ni mwana usalama, mbona ulishika bastola muda ule? Rani alianza kumjia juu sasa Nadia. Hapana mpenzi, bastola ni kwa ajili ya kujilinda.
Kujilinda? Unapiga risasi vile? Hebu acha kunigopea, niambie tu ukweli, wewe ni nani? Na kama uhitaji ni vyema tu kaniacha nikaendelea na maisha yangu. Siwezi kuhatarisha maisha yangu mimi kwa kiwango kile. Yale mambo mimi nayaonaga tu kwenye movie, leo nayaona kwa macho yangu. Macho yangu haya mawili naona kabisa watu wanapaa hewani. Hapana kwa kweli. Naam, Ryan alizidi kuigiza. Alitumia mbinu hiyo ili kumtetemesha Nadia, ili amdadisi juu ya mauaji ya maninja hao. Unakuwa mwoga vile kama mwanamke. Badala kujadiliana nini tunatakiwa tufanye, unakaza kunitupia lawama Mimi sipendi. Nadia alizungumza naye kwa kufoka. Uona wazimu nini wewe? Tujadiliane nini? Tujadiliane kifo. Watu wanakuja na mapanga, hawaeleweki, wanakuja wanatushambulia. Alafu kirahisi tunataka tujadiliane. Haya, okay, tukishajadiliana nini kinafuata? Achana mimi wewe. Rani alizungumza kwa hasira huku akichomoa drip la damu lilikuwa limechomekwa kwenye mkono wa kushoto. Sasa unataka kwenda wapi? Achana mimi. Nisikilize. Yale yalotokea kule, sina hamu ya kuyaona tena kwenye maisha yangu. Sikujui zaidi ya kukutana, hii ndo mara ya 3 tu. Mimi na malengo makubwa. Nimebakisha wiki tu kuweza kufungua kampuni yangu. Leo nimedungwa mavisu. Mungu ni mwema tu sijafa. Nakuomba sana achana na mimi tena, achana kwa amani bwana. Niendelee na maisha yangu. Wewe vipi wewe? Mimi na matatizo yangu yananitosha, sijui unanielewa? Rani alizungumza kwa kishuka kitandani taratibu. Hebu pumzika basi kwanza. Nimekwambia achana na mimi. Nilichukia hata hii siku ya leo. Tufanye okay leo tokea kule ndani. Tumeona mimi na wewe. Sina ubavu wa kwenda kujua polisi mimi. Haya, hii misala migundi unaniletea kwenye maisha yangu. Acha niendelee na 50 zangu na uendelee na 50 zako. Mapenzi yameisha hapa, yani rasmi yameisha hapa. Rani kweli alianza kujikongoja kuelekea nje. Alifungua mlango na kuona wasichana wawili wa Nadia wakiwa wamesimama mbele yake kumzuia, huku Rosie akiwa amesimama nyuma wasichana hao. Alipandisha pale t-shirt yake juu kidogo na kumuonesha Rani bastora. Sijawahi kuachwa na mwanaume kiwepesi hivyo. Sasa chagua kati ya kufa au kuwa mtumwa wangu wa mapenzi. Nadia alizungumza kwa sauti ya msisitizo na kumfanya Rani ageuke na kutabasamu. Kweli kumbe mimi nimetembea na jambazi. Rudi pale kitandani. Uendelee na matibabu. Mtanifanya nini? Mtaniua au? Ghafla simu ya Rani ilianza kuita kutokea mfukoni mwa mmoja wa wasichana wa Nadia. Ni simu yangu hiyo. Ni vyema kanipatia. Msichana huyo alimtazama Nadia, alimpa ishara ya kumpa Rani simu yake. Alitoa mfukoni na kuipokea huku akirudi ndani ya chumba hicho na kuwafanya vijana wa Nadia kufunga pale mlango wa wodi hiyo kwa nje. Bwana, gari yangu ni kweli nimeiacha hapo hotelini, ila mimi sipo hapo. Rani alizungumza kwa kimtazama Nadia alikuwa anamtazama kwa macho makali. Nitaitoa kesho. Sawa, poa. Rani alikata simu na kuiweka katika mfuko wa suruali. Kuna kitu hakiko sawa. Ilikuwaje ukachomwa kisu ikiwa wale watu walikuzimisha kabla yangu? Nilizinduka kabla yako. Nikaona kuna mtu mwingine aliyevalia mavazi kama yao anapigana nao katika purukushani zao, ndio nikajikuta mimi nimedungwa kisu. Nikaanguka tena chini. Una uhakika? Wewe mwenyewe una uhakika? Ainiambie sasa nini ulichokishuhudia. Halafu mbona tunaulizana maswali ya ajabu ukiwa umeona kilichotokea? Rani alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Nadia kushusha pumzi. Ukimya ukatawala ndani ya chumba hicho, huku Nadia akiona wazia tukio lilokuwa limetokea la maninja hao. Akanyanyuka pale na kugonga mlango na Rosie akaingia ndani hapo. Hakikisha vijana wako wanamlinda ujamaa. Nahitaji kulifuatia hili swala usiku huu kabla kujeza kupambazuka. Sawa mkuu. Msikilizaji, maumivu makali kiasi aliyokuwa ameyapata Rani, alijikuta kikaa kitandani taratibu na kisha akajichomeka sindano ya drip hilo la damu, na laiti kama ungejua huyo anayemlinda ni mtu aliyewaua maninja wote, wasingepoteza muda wao kuhangaika naye. Brian, umeshuhudia kilichotokea. Sina haja kukuelezea. Kama wananihitaji mimi, ni lazima watakufuata na wewe ili kunipata mimi. Na ili isitokee hiyo, ni lazima tukulinde kuhakikisha kwamba hawakufuati wewe. Nadia alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Rani kumtazama kwa sekunde kadhaa.
Okay. Sawa. Najua umepaniki mpenzi wangu. Ila mimi halikuwa lengo langu tupitie mambo kama haya. Na kwamba basi nikafanyie kazi hili tukio ili kumfahamu mhusika ni nani. Nitakuja asubuhi kukuona. Ila kwa sasa na kuomba usifanye kitu chochote cha kipuzi. Okay, sawa. Rani alijifanya kutulia. Nadia akamsogelea na kisha akambusu mdomoni mwake, kisha akatoka ndani hapo akiongozana na Rosie. Brian ameniambia kwamba alipozinduka aliona kuna mtu mwingine ambaye amevalia kininja akipigana na maninja wale. Na katika purukushani za mapigano yao alichomwa kisu. Nadia alizungumza huku akiingia ndani ya gari. Rosie akasema, unamwamini wewe Brian wako? Kwa kiasi chake namwamini. Rosie aliwasha gari na wakaondoka eneo hilo kuelekea katika hoteli ilipokuwa limetokea tukio. Walifika hotelini hapo na kukuta pale baadhi ya upelelezi wa shirika la X ambao wanafanya nao kazi. Mkuu, sio salama kuwepo hapa. Mmoja wa wanausalama ambaye yupo chini ya Scorpion alizungumza kwa sauti ndogo huku akiwa amesimama pembeni ya Nadia. Mnaweza kugundua ni nani ambaye amehusika? Hapana, hadi sasa hivi hakuna mwili wa ninja kama walivyosema walinzi wa hoteli pamoja na meneja wao. Okay, sawa. Nadia alimfuata meneja wa hoteli alipokuwa amesimama. Vipi madam, mgonjwa wako anaendeleaje? Meneja alizungumza kwa kutabasamu kwani sura ya Nadia sio ngeni machoni mwake. Nimesikia kwamba miili ya maninja waliotushambulia imeondolewa. Yaani kweli, yaani mlivyoondoka tu hazikupita hata dakika 5 wakaja watu 6 wamevalia suti nyeusi, miwani myeusi, walionyesha pale vitambulisho kwamba wao ni maaskari na waliochukua ile miili na kisha wakaingiza katika gari lao walilokuwa wamekuja nalo. Unazikumbuka sura zao? Ya mmoja wao ninaweza nikaikumbuka kwa maana kwamba ndo alikuwa anazungumza na mimi. Unaweza kututajia muonekano wake? Rosie aliuliza hilo swali na meneja akasema ndio. Okay, ngoja basi. Rosie alipiga simu na kuweka loudspeaker na meneja alianza kuelezea. Huku mmoja wa wasichana wa Nadia anayeshughulika na masuala ya IT alianza kuichora picha hiyo alipokuwa akifuata maelezo ya huyo meneja. P, umeshaipata picha kamili? Ndio mkuu. Okay, tunashukuru. Rosie akakata simu. Nadia na Rosie wakaachana na huyo meneja wa hiyo hoteli. Vipi? Rosie aliuliza mara baada ya Nadia kusimama kwa sekunde kadhaa akiwa anatazama gari la Ryan. Hii ni gari ya jamaa. Na ndani ya hiyo gari nimeweka GPRS. Si imefungwa? Ndio. Basi tuachane nayo, tutamfuatilia wakati mwingine. Kwa sasa turudi nyumbani tukajiandae kwa msako. Okay, sawa. Wakaingia ndani ya gari na kuondoka hilo eneo. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima ambaye muda mchache alikuwa ametoka kuongea na Ryan, huku Ryan akijifanya kwamba kama ameliacha gari lake hotelini. Akafika hoteli ya Muhimbili huku akiwa amevalia mavazi ya kidaktari, huku usoni mwake alikuwa amevalia miwani iliyokuwa imemkaa vizuri. Naima alikuwa amevaa barakoa yake kabla hata kushuka ndani ya gari na kisha akashuka na kuanza kuelekea katika wodi ambayo Ryan alikuwa amelazwa. Aliona pale walinzi waliokuwa wameachwa na Nadia, akatembea hadi mlangoni hapo. Wakamuuliza, "Wewe vipi?" Msichana mmoja alizungumza huku akimzuia Naima kuingia. Naima akasema, "Tafadhali acha nifanye kazi yangu. Nahitaji kuonana na mgonjwa." Msichana huyo alisoma pale kitambulisho cha Naima kilichokuwa kimening'inia katika mfuko wake wa shati na kisha akamruhusu kuingia ndani ya chumba hicho. "Wewe umekuja kufanya nini?" Rani alimuuliza Naima kwa sauti ya chini huku akimtazama Naima mara baada ya kuvua ile barakoa. "Nipo kwa ajili ya kukondoa hapa." "Unahisi hao panya wawili hao mimi wananishinda kutoka hapa?" "No, ila hilo silo lililonileta hapa. Ona hii chata. Nimeweza kuifuatilia na kugundua wahusika ni kina nani." Naima alizungumza huku akitoa iPad yake kwenye mfuko wa koti la kidaktari lililokuwa amelivaa na akamwonyesha Ryan alichokuwa amekigundua kutokana na chata hiyo. "Ni kina nani?" "Hili ni kundi moja la maninja kutoka Japan. Wanajiita Travelers.
kazi yao kubwa sana ni kuwasaidia wanasiasa ambao wanawatunuku wao, na kama mwanasiasa huyo anakuwa na shida au matatizo ya kisiasa, basi wanamsaidia. Wanalipwa. Hawajaweka wazi taarifa hiyo, ila wanafanya makubaliano na mwanasiasa wanayemhitaji. Naanza kupata picha. Kwa nini? Sasa hivi Scorpion sio wameamua kuungana na Ghost. Hivyo naamini wapo nchini hapa kwa ajili ya kuweza kumsaidia makamu wa rais na rais. Kitu kama hiko. Sasa maninja hawa mbona ni wepesi sana, kwa maana kwamba nimewaua wote. Kwako ndio wepesi, ila kwa wengine hawa ni hatari. Nilipita pale kwenye hoteli uliokuwepo. Niliwasikia askari wakisema miili yao imechukuliwa. Na kina nani? Nimejaribu kufanya upelelezi, sijajua wamechukuliwa na kina nani. Ina maana hawa wapo kundi kubwa. Ndio manake, yani sio kikundi kidogo. Inabidi uhakikishe Naima unafahamu ni wapi walipo ili kuweza kudili nao mapema kabla hawajaweza kunifikia. Kwani inanilazimu mimi kuweza kuwaua wote ili kuhakikisha kwamba hakuna yeyote anayejua uwezo wangu. Yule demo kukuona ulivyokuwa unapambana nao? Hakuniona. So utaratibu wa kutoka hapo upo vipi? Nasubiri tu madaktari waniruhusu. Kwa sasa hakikisha unafanya kazi kwa makini. Si unajua sura yako imesambazwa. Na ndio maana nimevaa barakoa. Okay, sawa. Je, update yoyote ile kwa Ghost? Hakuna, ila Scorpion wamebadili mifumo yao ya IT. Ila naendelea kujifunza namna ya kuweza kudukua. Okay, sawa, ondoka basi kabla Nadia hajafika hapa. Poa basi, kwa makini. Usijaliwe kuwa na amani. Naima alivaa barakoa yake na kisha akatoka ndani hapo. Msichana mmoja akachungulia ndani na Ryan akamnyoshia pale dole gumba akimaanisha kwamba yuko poa, na kitendo hiko hakikuwatia mashaka walinzi wa Nadia ambao walibaki kuendelea pale kumsindikiza Naima kwa macho mpaka alipoweza kuwapotea. Msikilizaji, mlio wa majani yaliyokuwa yanakanyagwa na watu waliokuwa wananyata wakisogelea kijumba alichopo ndani makamu wa rais bilifanya mwili wa makamu wa rais usisimke, huku uoga mwingi mno ukimkabili. Maninja wawili wakaingia ndani kiko kijumba. Vipi? Mmefanikiwa? Makamu wa rais aliuliza kwa bashasha kweli kweli, lakini cha kushangaza, ninja mmoja alimpiga shingoni mwake, tena kwa nguvu mno. Makamu wa rais akazima pale pale. Wakambeba na kisha wakaelekea naye katika kilima kikubwa kilichopo katika msitu huo mkubwa. Jiwe moja ambalo kwa muonekano wake wa nje ni jiwe, ila kwa ndani ni mlango wa siri. Ukafunguka pale na taratibu kaingia ndani. Waliingia ndani hilo pango kubwa kweli ambalo kwa ndani lilikuwa limetengenezwa vizuri na pia ni makazi ya maninja wengi tu, huku kambi hiyo ya siri ikiwa haijulikani na mtu aina yoyote. Hata ingia na toka yao sio rahisi kwa mtu kuweza kuona. Msiba wa maninja 6 waliokuwa wameuawa katika mission ya kumteka Nadia ilikuwa imemuumiza kila ninja, hususan mkuu wao. Miili ya maninja hao ikapangwa pale juu ya kuni, yani kama kichanja hivi ambacho kwa chini kina kuni nyingi zilizokuwa zimewekwa kwa ajili ya kuweza kuwachoma moto. Wakasali pale sala ya kuwaombea wenzao, na kisha mkuu wao akashika pale njiti ya kiberiti iliyokuwa inawaka na kisha kairusha katika kuni hizo. Zikaanza kuwaka huku zikiunguza miili ya maninja hao. Ninja mmoja akamfuata pale na kumnongoneza na kisha kaondoka eneo hilo na kuelekea katika ofisi yake ambayo makamu wa rais alikuwa ameingizwa, huku akiwa bado amezima. Akatoa ishara pale na makamu wa rais akapewa pale dawa iliyowekwa kwenye chupa kidogo tu hivi. Alisogezewa puani mwake, ikamfanya kurupuke kwa kupiga chafya. Nipo wapi? Makamu wa rais alizungumza huku akitazama eneo hilo. Mkuu huyo wa maninja alitoa ishara na vijana wake hao wawili wakatoka na kumwacha makamu wa rais akiwa na mkuu wao. Taratibu kiongozi huyo wa maninja alivua pale kitambaa kilichokuwa kimefunika uso wake, na macho ya makamu wa rais yakatoka kwa mzee mwenye asili ya Kijapan, huku uso wake ukiwa na alama ya mstari mkubwa ambao kipindi cha ujana wake alijeruhiwa na kukatwa kwa upanga. Chai unatumia? Alizungumza huku akiwa na birika ndogo iliyokuwa inafuka moshi. Akamimina pale chai katika vikombe vidogo mithiri ya vikombe vya kahawa. Makamu wa rais akashukuru pale. Alishukuru huku akipokea kile kikombe kwa heshima kubwa mno. Lakini samani, naweza nikauliza niko wapi? Sio swali sahihi kabisa hilo kuniuliza. Mzee huyo alizungumza kwa sauti ya kukwaruza na kumfanya makamu wa rais kukaa kimya. Aliwasha TV iliyopo kwenye ukuta wa ofisi hiyo
na makamu wa rais alishuhudia pale maiti zinazoteketea kwenye moto. Hao ni vijana wangu ambao ulikutana nao leo. Ha? Wamekufa. Wameuawa. Makamu wa rais macho alimtoka kwa mshangao, huku matumaini ya kumpata binti yake yakamwisha kabisa. Niite fire. Fire ya moto au? Mzee huyo hakujibu swali hilo, na makamu wa rais alizidi kuweka picha ya Nadia mezani mwake. Unamfahamu huyo? Ndio, huyo ni Nadia Edi, mtoto wa Katha. Unatambua kwamba ndio walomshikilia binti yangu? Ndio, natambua. Labda tu nikwambie, wameniulia vijana wangu ambao wana uwezo mkubwa sana. Vijana wangu wamefanya misheni nyingi sana na walifanikiwa. Mwenye uwezo wa kumua ninja ni ninja. Je, unahisi ya kwamba huyu binti ambaye ni Nadia ni ninja? Makamu wa rais macho alimtoka. Alitazama picha ya Nadia kana kwamba haitambui wakati anaitambua, na kisha akamtazama huyo mzee anayejiita Fire. Kusema ule kweli, sijui uwezo wake huyu binti, ila tunajua kwamba ni mkuu wa Scorpion. Mzee huyu Fire kakaa kimya huku akimkazia macho makamu wa rais. Haki ya Mungu, mimi sijui, siwezi kukudanganya. Tunajua kinachoendelea kati yako wewe na wao. Wamesaliti mkataba wenu, na yeyote ambaye anasaliti mkataba basi anauawa, si ndio? Ndio. Makamu wa rais alizungumza huku akitetemeka. Tunahitaji kukusaidia ili uweze kuwa rais, kutimiza ndoto zako. Nitashukuru sana. Makamu wa rais alizungumza kwa furaha na unyenyekevu wa hali ya juu. Ila kwa sharti moja. Ndio. Utatumia nguvu na uwezo wako wa madaraka kuwazika Scorpion na washirika wake wote. Ila Scorpion wana watu wengi sana. Hilo tunalitambua. Tunaungana na wewe, na nitakupatia timu ya vijana 30 watakao kulinda. Watakuwa ni walinzi wako binafsi kuanzia sasa. Nadhani unanielewa. Ndio, nakuelewa, ila mwanangu nitampata? Vijana wangu nchini China wanashughulikia hilo swala, na leo mchana atapakizwa kwenye ndege kurudi nchini Tanzania. Nitashukuru sana. Endapo utakiuka masharti yetu na utatoa siri zetu, tambua kabisa tutakuwa na masharti yetu. Ni lazima tukupige chata inayokuashiria wewe ni mwanachama wetu. Sawa, mimi nimekubali. Nahitaji sana kuwa rais, ila ndo sina pesa, sina nguvu yoyote zaidi ya madaraka ambayo yanakwenda kuisha muda wake. Kila hatua na kila mpango wa kugombania kiti hiko tutaupanga sisi. Pesa tutakupa sisi. Kilichobaki ni wewe kuandaa tu sera zako. Sawa, nashukuru sana. Fire akasimama na kisha akachukua nondo nyembamba ambayo kwa mbele ina duara yenye maandishi. Akaitia pale kwenye tanuri lenye kuni zinazowaka moto mwingi mno. Makamu wa rais macho alimtoka huku akiwa anatazama nondo hiyo jinsi ilivyokuwa inakuwa nyekundu kutokana na kukolea kwa moto. Fungua vifungo vya shati. Hii ni alama inayokuonyesha kwamba wewe ni mwanachama wetu na ni lazima uwekwe nayo. Fire alizungumza huku akimsogelea makamu wa rais alijawa na wasiwasi mwingi mno. Alifungua pale vifungo vya shati lake na akapachikwa chuma hiko kifuani mwake. Alianza kuugulia maumivu makali mno, huku ngozi yake ikiungua hadi moshi ulianza kumtoka. Baada ya mgandamizo wa sekunde kadhaa, mzee huyu Fire katoa kichuma hicho kifuani mwake, na makamu wa rais alishusha pale pumzi nyingi kweli, huku akimwagikwa na machozi ya maumivu makali mno.
inakwenda saa 10 usiku. Vijana wangu watakutoa nje ya msitu huu na utarudishwa Ikulu. Je, na hao watakaonilinda? Ninaandaa mazingira ya wao kukulinda. Sawa. Faya akatoa ishara ya vijana wake na kweli wakaingia ndani hapo. Walimfunga pale macho makamu wa rais na wakaondoka na eneo hilo hadi eneo la barabarani. Akaachwa katika gari alilokuwa amefika nayo msituni hapo, na kisha alianza safari ya kurudi Ikulu ya mwenyewe. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mwana mama Katha akiwa anauliza kwa mshangao kweli, maninja? Ndiyo mama, na ndio waliweza kunivamia nikiwa niko hotelini, na mbaya zaidi ni kwamba maiti zao ziliondolewa kabla vijana wangu kuweza kufika. Hilo nalo mbona ni jipya sasa? Ndio hivyo mama, na mbaya zaidi waliniambia kwamba wamekuja kunichukua mimi, hivyo lengo lao ilikuwa ni kuniteka na si kuniua. Sasa ni nani? Ni Eddie? Kwa maana Eddie ndio ninja? Sijajua mama, na mbaya zaidi ni kwamba waliuawa, na mwanaume nilikuwa naye ndani pale alisema kwamba aliona kuna ninja mwingine alikuwa anapambana nao, na kwa bahati mbaya alichomwa kisu. Mama, yani kichwa kinaanza kupata moto. Sijajua wana lengo gani na mimi. Hivi Ryan si yuko nchini Tanzania? Ndiyo mama. Na yeye ndo ninja au yeye ndo alokuja kukutetea hilo eneo? Mama, alijuaje kama niko pale? Sasa hilo jiulize. Hao maninja walijuaje kama uko hapo? Ni mama, hapo ndo nazidi kuona mambo hayaeleweki. Nadia alizungumza na mama yake kupitia mawasiliano ya video call. Mkuu, samani. Msaidizi wa mwana mama Katha aliingilia mazungumzo hayo, na mwana mama Katha akasema ndio nakusikiliza, uzungumza. Mkuu, mtoto wa makamu wa rais ametoroshwa katika eneo tulilokuwa tunamshikilia. Maninja walovamia hapo wamewaua watu wetu wote wakaondoka naye, na hii ndo video ya CCTV camera madam. Mwanamama Katha na Nadia walishtuka sana, kwani taarifa hiyo ya kukombolewa kwa Flora, ambaye kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanamshikilia kuhakikisha ya kwamba wanamfunza adabu baba yake, sasa wanakuja kupata taarifa ya kwamba ametoroshwa na maninja. Bana, makamu wa rais ameamua kujiunga na kundi la Travelers. Yote ni kuhakikisha ya kwamba anatimiza ndoto zake za kuwa rais. Je, atafanikiwa? Lakini taarifa ya kukombolewa kwa Flora imekuwa ni pigo jingine kwa mwanamama Katha na Scorpion. Je, watafanya nini? Bana, usikose kufuatilia kisanga hiki cha ICU Kilby katika sehemu ya 11. Mzigo huu hapa wa chapter 5. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa. Asante sana kwa time yako. Tukutane next kwenye episodi ya 11.